Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa nafasi ya kumuuliza swali Waziri Mkuu. Kwanza nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri anayoifanya kwa Watanzania, na mimi kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kwimba niseme tunakuelewa sana na tunakusubiri kwa hamu utakapokuja kufanya ziara wilayani kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imeweka jitihada kubwa kwenye kutekeleza sera ya maji kwa kununua mitambo ya magari ya kuchimba visima virefu vijijini kwenye kila mkoa. Na nitumie fursa hii kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu kati ya trilioni 1 za uviko kutumika kununua magari haya. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa muda mrefu tumekuwa tukishuhudia magari haya yakiwa yamepaki, hayafanyi kazi, huku uhitaji wa maji kwenye vijiji vyetu ukiwa ni mkubwa sana. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni ipi kauli ya serikali juu ya ufanisi wa mitambo hii? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na mimi nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Cosmas kwa swali zuri alilolileta. Na Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hatua alizochukua kuhusu utaratibu wa kushughulikia masuala ya matatizo ya maji hapa nchini. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amenunua mitambo ya kuchimba maji kwa kila mkoa wa nchi hii. Kila mkoa una mtambo wake wa kuchimba maji. Na Mheshimiwa Spika, kila ukanda una mtambo wa kupima maji yalipo ili uchimbaji usiwe wa kubahatisha. Na kila ukanda una mtambo wa kuchimba mabwawa. Hii ni hatua kubwa. Mheshimiwa Spika, tayari kazi hiyo inaendelea, ambapo kwa sasa kuna takribani programu ya uchimbaji wa visima vipatavyo 900. Na Mheshimiwa Spika, nina ushahidi wa eneo moja ambalo wameweza kutumia mtambo vizuri na wakachimba kisima kirefu, ni kule Loliondo. Nilipoenda Loliondo, moja ya wilaya kame yenye shida ya maji, nilikuta wamechimba kisima kwa kutumia mtambo huo takribani mita 300 kama viwanja vitatu vya mpira, na maji hayo yanapelekwa mpaka Namanga ambako kwa muda mrefu kumekuwa na shida ya maji. Mheshimiwa Spika, kilichokuwa kinatokea ilikuwa nini? Katika kipindi cha takribani mwaka moja na nusu, kama tulivyosema, kufuatana na prioritization iliyofanyika ndani ya serikali, ni kweli kulikuwepo na miradi ambayo ilipungua kasi ya utekelezaji, hasa upande wa kupata vipuri pamoja na vifaa vingine vya kujenga kisima baada ya kuwa kimechimbwa. Na sasa Mheshimiwa Spika, kutokana na mapendekezo haya ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha ameyaleta, maana yake fedha ya mfuko wa maji itakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji. Maana yake itawezesha mitambo hii ikishachimba kisima, fedha hizo zingine ambazo ziko kwenye mfuko ziweze kununua vifaa vinavyotakiwa ili kuweza kujenga kisima na kuweza kutoa hiyo huduma. Mheshimiwa Spika, hata hivyo jambo la mitambo kupaki si la kupuza. Nielekeze mikoa yote, wakuu wa mikoa pamoja na wizara kusimamia ili mitambo hiyo iweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Ni kweli kuna baadhi ya maeneo bado tunaendelea na ile tabia ya business as usual, na Mheshimiwa Spika, kama waziri wa mipango ambavyo ameendelea kusema kila wakati, ili tuweze kufikia dira 2050 lazima tufanye kazi business unusual. Kuna mambo ya kuchukulia vitu mazoea hivi. Ndio maana juzi nilimtuma waziri wa maji aende Mwanza na akachukua hatua kutokana na kilichokuwa kinatokea Mwanza, kwamba maji yako pale pale, watu wanabishana kuhusu sijui umeme haujatosha, sijui umeme umekatika, sijui mtambo umetikisika. Hivi ni vitu vya kufanya kazi kwa mazoea, na hivi hatuwezi kuruhusu vikaendelea. Na ndio maana nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kufika Mwanza na kuchukua hatua ambazo zinastahili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa majibu mazuri. Nimeona kwenye taarifa habari leo wananchi hawapati maji, maji yanamwagika mitaani, na ripoti ya CAG imeandika ya mambo kwa maji mengi yanapotea mitaani, lakini wananchi hawapati. Lakini kushukuru kwa hatua zako ulizochukua, jaribuni kurekebisha hili. Mheshimiwa Matiko.
Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipatia fursa ya kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa napenda kukupongeza kwa ziara ambazo umekuwa ukiendelea nazo za kikazi nchini kwenye mikoa yote zenye mafanikio makubwa na ambazo zinawasogeza zaidi wananchi na serikali na kuongeza kasi ya utekelezaji wa majukumu ya umma. Na nitumie fursa hii pia kukaribisha kwenye mkoa wetu wa Mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuzingatia sheria na miongozo ya Benki Kuu ya Tanzania, serikali mwaka 2024 ilianzisha utaratibu wa kununua na kuhifadhi dhahabu Benki Kuu kwa malengo ya kulinda uchumi wa nchi yetu, lakini pia kuweza kujihakikishia akiba ya fedha za kigeni. Na kwa kuwa kumekuwepo na mitazamo kwenye jamii kwamba kuna kiasi cha dhahabu hiyo ambazo kimeuzwa kwenye maeneo mengine duniani, ni nini kauli ya serikali juu ya uuzaji wa dhahabu hiyo na maslahi mapana ya taifa letu? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii na nimpongeze Mheshimiwa Matiko kwa kuleta swali zuri. Mheshimiwa Matiko ni mhadhiri wa zamani wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam masuala ya finance. Leta swali zuri sana. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi ambazo zinaweka akiba ya fedha kwa dola na kwa dhahabu. Mheshimiwa Spika, si nchi nyingi zinafanya utaratibu huo. Mheshimiwa Spika, uamuzi wa nchi yetu kuweka akiba kwa dola na kwa dhahabu ulitokana na mabadiliko ya midororo ya kiuchumi ya hivi karibuni ambayo imekuwa ikifuatana, ambapo tumeona kwa takriban miaka 6 au 7 karibu kila mwaka kunakuwa na aina ya mdororo. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa zoezi la ununuaji wa dhahabu limeenda vizuri sana, ambapo tunavyoongea tuna dhahabu takriban tani 27 ambazo ni takriban dola bilioni 3.9 inaelekea 4, ambayo hii ni sawa na takriban 45% ya akiba ukiuianisha na akiba ya dola tulionayo na akiba ya fedha za kigeni tulionayo. Kwa maana hiyo sasa tuna takriban zaidi ya dola bilioni 6 kwa upande wa reserve, ambayo mara zote tumekuwa tukirejea kwamba ni zaidi ya miezi minne takriban 8 ya uagizaji wa bidhaa, ambayo ni akiba nzuri, na Tanzania haijawahi kuyumba licha ya midororo ambayo imekuwa ikitokea. Na ukitaka kujua kuwa Tanzania haijayumba, tuna akiba ya zaidi ya miezi minne ya uagizaji wa bidhaa. Wakati wa migogoro hii kuna nchi zilikuwa na akiba ya wiki 2, wengine mwezi mmoja. Lakini Mheshimiwa Spika, nini faida ya kuwa na akiba hii na nini kauli ya serikali kuhusu swali alilolisema Mheshimiwa mbunge? Mheshimiwa Spika, dhahabu na yenyewe imeingia kwenye utaratibu wa akiba ya fedha za kigeni, kama ambavyo tunatunza dola kama akiba ya fedha za kigeni. Na Mheshimiwa Spika, dhahabu hii haitunzwi kwa biashara. Dhahabu hii sasa ni sehemu ya sera za kifedha za nchi kama ilivyo dola. Dola haitunzwi kwa biashara, kwa ajili ya biashara, inatunzwa kama ni sehemu ya sera za kifedha ambazo nchi zote ambazo zina masuala ya sera za kifedha zinatumia sera hizo kwa ajili ya masuala ya kiuchumi, kuweka utulivu wa uchumi, kukuza uchumi, kuweka uimara wa currency ya nchi ambao kwa kwetu sisi ni shilingi, kuweka uimara wa shilingi. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo inafanyika kwa dola, hivyo na kwa dhahabu, kwamba inatumika kama monetary policy tool, kama instrument, kama chombo cha kuendeshea sera za kifedha. Kwenye dola huwa inatumikaje? Pale ambapo
nchi ina commitment ya kufanya malipo kwa dola, inafanya malipo kwa dola, na pale ambapo nchi inapokea dola kwenda kwenye uchumi wake inazibadilisha kwa shilingi ili shilingi ziweze kutumika katika uchumi na zile dola ziweke akiba ya fedha za kigeni. Sasa kwa hili alilouliza la mitazamo na tetezi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuwahakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa. Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takribani ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii ambapo bei ikashuka mpaka takriban 4,000. Kwa Central Bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Lakini lingine, nini uamuzi au nini mantiki ya kwamba Central Bank inaweza ikawa inauza dhahabu? Ni kama ambavyo inafanya kwenye dola, kwamba kuna wakati Central Bank inauza dola kama sehemu ya kuyapatia mabenki ama hizo taasisi zinazohitaji dola ili ziweze kuendesha shughuli za kiuchumi na Central Bank kupata fedha za ndani kwenye market exchange ambayo inafanyika kwa uwazi kabisa. Kwa upande wa dola, kwa upande wa dhahabu, kwa sababu Central Bank inatakiwa iendelee kununua dhahabu, na Central Bank itanunua dhahabu sio kwa kupokea tu dhahabu zilipochimbwa, itatumia fedha. Maana yake nini? Ili Central Bank iendelee kununua dhahabu, ikitokea soko limekuwa zuri la dhahabu, itauza ipate fedha za kuendelea kununua dhahabu. Lakini pia Central Bank, benki kuu, inaweza ikauza dhahabu ili kuweka mizania kati ya dola na dhahabu. Kwa mfano, kwa nchi zinazoendelea uwiano unatakiwa takriban 10% ya akiba za fedha za kigeni. Ni masuala ya kisera, ili usiwe na dhahabu peke yake, kwa sababu kwenye masuala ya huku kwenye mabenki na vitu vingine huku unatakiwa pia uwe na dola ili mambo haya mengine yaweze kuendelea. Mheshimiwa Spika, nilisisitize hili jambo kwamba dhahabu moja haiwezi ikauzwa na mtu binafsi. Ni kama dola iliyoko Central Bank ama masuala ya fedha masuala ya fedha za nchi. Central Bank haimkopeshi mtu binafsi, ni benki ya serikali. Central Bank ni lender of last resort, haimkopeshi mtu binafsi wala kampuni binafsi. Inapeleka kwenye mabenki, inapeleka kwenye taasisi, na hiyo ndiyo ambayo inafanyika. Hivyo na dhahabu haiuzwi na mtu binafsi, na wala haiuzwi kwa mtu hivi binafsi. Itauzwa kwa serikali, itauzwa kwenye mataasisi ya kifedha, itauzwa kwa wanunuzi ambao lazima watangazwe kwenye gazeti la serikali. Na Mheshimiwa Spika, kama ilivyo masuala ya akiba hizi zingine za kifedha za dola pale benki kuu, nchi zote duniani ambazo zinaendesha sera za kifedha kwa ushirikiano na IMF na World Bank, balance sheet, mizania zao za kifedha ziko automated, ambapo kila transaction inayofanyika IMF wanaona, World Bank wanaona, na kila robo ya mwaka pana ripoti ambazo zinakuwa exchanged na IMF na World Bank. Kwa maana hiyo, leo hii tukinunua dhahabu, IMF wataona shilingi zilizopungua na wataona dhahabu iliyoongezeka, na kila robo ya mwaka watajadiliana hizo transaction. Kwa hiyo hawezi mwanaharakati akaona dhahabu iliyouzwa IMF wasione, World Bank wasione, na kwamba mtu tu anaweza akaondoka na kikapu hivi kimebeba dhahabu. Hayo ni mambo tu ya watu wenye ajenda rasmi ya kutengeneza mitafaruko na kutengeneza chuki ndani ya nchi na kutengeneza mizozo. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge, haya ni mambo ambayo yako automated na ni mambo ambayo yametungiwa sheria. Sio mtu tu anaweza akaamka akauza, sio tu mtu anaweza akaamua akanunua. Hili ni jambo ambalo liko kwenye sera za kifedha
ambazo Tanzania ina ushirika na mataasisi yote ya kifedha duniani na yanafanyika kwa uwazi na yanafanyika kwa uadilifu mkubwa. Niombe Mheshimiwa Shabaraka, Mheshimiwa Injinia Ramadhani mzime maiki zenu. Zima maiki yako. Mheshimiwa Kaiser Lambert. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kwa mara nyingine naomba nikupongeze na kukupa pole kwa kazi nzuri na kubwa unayoifanya ndani ya taifa hili kupitia ziara unazozifanya. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikwambie tu kwamba wanajimbo la Segerea wanakusubiri kwa hamu uweze kuwafikia, kwa sababu wanaamini ukifika pale yako mambo ambayo yatabadilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa katiba yetu, nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo masuala ambayo siyo ya kimuungano. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya mambo ambayo sio ya kimuungano ni pamoja na masuala mazima ya afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni kumekuwepo na mijadala mikubwa na mizito inayohusiana na masuala mazima ya matibabu. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania hawa wa pande zote mbili katika ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia hawa wananchi au Watanzania wa sehemu zote mbili katika masuala mazima ambayo hayapo ndani ya muungano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Agnesta Lambert kwa kulileta swali zuri, swali na kwa muda mwafaka, kwa sababu kama alivyosema na mimi ni kweli nimesikia majadiliano hayo yakiwa yanafanyika. Mheshimiwa Spika, ni mnukuu Profesa Kabudi kwamba aina ya muungano wetu si tu muungano wa makaratasi, huu ni muungano wa kindugu. Na Mheshimiwa Spika, waasisi wetu waliunganisha mchanga kama ishara ya muungano. Lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, muungano wetu sasa umeshaunganisha damu. Watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana kwa nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema, na kisheria, tuna masuala yasiyo ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala yasiyo ya muungano zinaingia ushirikiano, ama taasisi zinazoendesha masuala hayo yasiyo ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF, anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi
za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi, na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa keshi. Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano, Mheshimiwa Spika? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure, na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Spika, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo, huku akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo. Anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine wala sio Tanzania bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale, anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania bara tungeita ya TASAF ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na waheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze uimara katika kujua yupi ni raia wa Tanzania, yupi ni anastahili kuwa na kadi ile ya Mzanzibari, ili kuweza kuondoa hii mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania kuja kunufaika na rasilimali za Tanzania. Kuhusu ngazi ya matibabu, huyu katokea upande huu, katokea upande huu, hakiangaliwi kutibiwa kuwa umetokea upande gani. Kinachoangaliwa, je, una kadi hiyo ya bima ili uweze kutumia bima. Kama huna kadi ya bima unatakiwa ulipe keshi, na hii ni kwa pande zote za muungano. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, niwaombe wala tusipuuze kwamba ni kweli kuna mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania wanaopenya penya na kutafuta kupata uraia kwa njia zisizo rasmi bila sifa, lakini pia kutaka kunufaika na rasilimali kwa namna zisizo rasmi. Hili si jambo la upande gani wa muungano, ni jambo la nchi yote, na hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma. Na Mheshimiwa Spika, niweke kumbukumbu tu, kulikuwepo na kero nyingi tu kama waziri wa sekta ya muungano alivyosema. Hivi sasa zote zimeshatatuliwa zilizokuwa zinaitwa kero, na sasa hivi tunawasihi wa Tanzania waongelee zaidi masuala ya fursa, ili nchi hii kila Mtanzania aweze kunufaika na hatua hizo za maendeleo. Mheshimiwa, asante. Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Awali ya yote ni kupongeze Waziri Mkuu kwa kujitoa kwako kwa hali na mali kwa watu wenye ulemavu. Tunaona na tunathamini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata fursa sawa za afya, elimu, ajira na shughuli nyingine za kiuchumi, ukizingatia kwamba tuna miundombinu hafifu ambayo haifikiki, lakini pia utekelezaji duni wa sheria yetu ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Aidha, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba mashirika ya umma na ya binafsi
yanatekeleza matakwa ya sheria hii ili kuondoa vikwazo kwa watu wenye ulemavu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Chakwete. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa mbunge ambalo amelileta. Na Mheshimiwa Spika, mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu, na hoja hizi ambazo Mheshimiwa mbunge amezisema zote ni hoja za kimsingi, na niipongeze serikali kwa hatua ambazo tayari imeshazichukua. Mheshimiwa Spika, tumeshaweka sheria, sera, miongozo na maelekezo kuhusu namna ya kushughulikia masuala haya na mahitaji ya lazima kwa wenzetu wenye ulemavu. Tumefanya hivyo kwenye elimu, kwanza wapate fursa sawa. Tumefanya hivyo kwenye masuala ya kifedha, kama ambavyo katika mgawanyo wa fedha kwenye kila halmashauri tumeweka na wenyewe kisheria ili kuwe na sehemu ambayo inahusu watu wenye ulemavu. Tumeweka kisheria na kisera na maelekezo kwenye kila taasisi kutengenezwa miundombinu itakayozingatia mahitaji maalum ya watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Spika, tumeweka pia kwenye sheria zetu kama ambavyo utakumbuka tulivyokuwa tunapitisha hapa sheria ya manunuzi, tuliweka ulazima kwenye kila zabuni zinapotolewa katika mwaka wa fedha lazima kuwe na asilimia takriban 30 ambayo itaenda kwa watu wenye ulemavu, ambalo hilo ni eneo linalolenga masuala ya kiuchumi. Hivyo hivyo na kwenye masuala ya ajira, na hivyo hivyo kwenye masuala ya mgawanyo wa fedha. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia miongozo yake pamoja na masuala ya kisera na kisheria ambayo imeshayaweka ili kuweza kuhakikisha kwamba yale ambayo yameelekezwa yanawanufaisha wenzetu wenye mahitaji hayo maalum. Nitoe rai pia mbali na haya ya kisheria, mbali na haya ya kisera, nitoe rai kwa kila mtumishi wa umma kwenye mashirika ya umma, ofisi za serikali, kuwa na msukumo binafsi kuwasaidia wenzetu hao wenye mahitaji maalum. Nilipokuwa Iringa nilisema kwamba ndani ya serikali tumesema tubadilishe utaratibu. Mtu mwenye ulemavu wako katika ngazi. Kuna wale ambao wanahitaji mitaji ili waweze kufanya shughuli na wakajitegemea, lakini wapo ambao hawana uwezo wa kufanya hiyo kazi, wanahitaji msaada ili waweze kuendesha maisha yao. Umezoeleka utaratibu wa kuwaandikia barua ili waende kuchangisha. Tumesema tuweke kwenye sheria watu wenye uhitaji wa aina hiyo wasiandikiwe barua ya kwenda kuchangisha, badala yake halmashauri zetu, ofisi zetu zihusike kuwapa michango ili waweze kuendesha maisha yao. Na Mheshimiwa Spika, nilikuwa hata natoa rai kwamba tumezoea mwisho wa mwaka tunapeana kadi, tunapeana zawadi, vikapu vile vinakuwa vimefungwa na vina kadi na vitu vingine. Mheshimiwa Spika, uzoefu unaonesha kwamba siku hizi watu hata hawasomi hizo kadi, wengine hawatumii hata hivyo vitu vinavyofungashwa kwenye hivyo vikapu. Basi mafungu ya aina hiyo tungekuwa tunabainisha watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu tuwapelekee, badala ya kutumiana diary na kadi ambazo hizo siku hizi ziko kielektroniki, ziko kwenye mtandao. Mheshimiwa Spika, hata maua watu watumiane kwa kutumia WhatsApp. Hii kutumiana kadi, diary ambazo hazitumiki, mwisho wa siku zinamaliza mwaka, zinamaliza rasilimali hizo zipelekwe kwa watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu ambayo kimsingi kweli watanufaika na wataona faida na kujaliwa na wenzao ambao wanaishi pamoja katika maeneo hayo husika. Mheshimiwa Mwanyika. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kupongeza sana kwa kazi nzuri unayoifanya ya kuwasikiliza Watanzania. Wana Njombe nao wanakusubiri kwa hamu, maana ulipokuja kwenye Mei Mosi uliwaahidi kwamba utarudi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 1979 nchi yetu ilazimika kuingia kwenye vita kutokana na uvamizi wa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hali hiyo serikali yetu ilijikuta
imehitaji kufanya mafunzo ya muda mfupi kwa Watanzania waliokuwa na utayari wa kujitolea na kwenda kuipigania nchi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia iliandikwa kwamba Tanzania ilishinda vita ile na ilikomboa kipande cha ardhi, na sio hilo tu, lakini ilikwenda na ikamwondoa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya shughuli hiyo wapiganaji waliojitolea waliporudi waliahidiwa angalau watapata kifuta jasho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imekuwa ikichukua hatua na imekuwa ikitoa maelezo ndani ya bunge hili mara kadhaa kuhusiana na hatua inazozichukua, ikiwa ni pamoja na uhakiki wa majina na kuwatambua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali ni lini sasa wananchi hao walioipigania nchi yao watapata hivyo vifuta jasho? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali la Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa Njombe, mwenyekiti wa bunge, na amelileta swali zuri, swali la kibunge. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka vizuri jambo hili kwa sababu moja, limekuwa na mijadala ya muda mrefu sana, na pili, nimekutana nalo pia hata kwenye ziara. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka pia kwani Mheshimiwa Rais alikwisha kulitolea maelekezo, na alitoa maelekezo kwamba jambo hili lishughulikiwe, na yeye akiwa amepokea maombi mbalimbali wakati akifanya ziara katika awamu iliyopita. Mheshimiwa Spika, kufuatia maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais, zilitakiwa zifanyike kazi mbili. Moja ilikuwa ni kuziangalia sheria ili ziwatambue wapiganaji hao. Mheshimiwa Spika, sheria za zamani zilikuwa haziwatambui wapiganaji wale, hasa kama alivyotamka kwamba kulikuwepo na wapiganaji waliopata mafunzo ya muda mfupi. Mheshimiwa Spika, hivi tunavyoongea, mwaka jana kupitia tangazo la serikali la mwezi wa 6 mwaka 2025, tangazo la serikali sasa baada ya marekebisho ya sheria kuhusu mafao ya hao maveterani, sasa lilishawatambua wapiganaji hao. Kwa hiyo tangazo la serikali lilishatoka la kuwatambua kupitia Jeni ya mwaka jana Juni, mnamo mwezi Juni. Jambo la pili ilikuwa sasa ni kuwahakiki wapiganaji hao ambao bado wapo, ambao wanatakiwa kunufaika na hatua hiyo. Mheshimiwa Spika, swala la uhakiki pia lilishakamilika, ambapo nikirejea takwimu nilizozipata wakati ule nikiwa kwenye nafasi ya waziri wa fedha, ni takribani wapiganaji 7,200 hivi. Kwa hiyo na swala la uhakiki lilishafanyika. Ni matarajio yangu Mheshimiwa Spika, ili nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kwamba kuanzia mwaka wa fedha huu utakaoanza, taratibu hizo za kuanza kuwalipa ama taratibu za kuwalipa sasa tafanyika baada ya kuwa Jeni imeshatangaza kuwatambua, lakini na pili uhakiki ukiwa umeshafanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wapiganaji hao wataanza kulipwa na watalipwa kwa kuwa sasa hakuna kikwazo cha kisheria ambacho kilikuwa kinawakwamisha na kile cha uhakiki. Mheshimiwa Bunge, maswali ya Waziri Mkuu ni nusu saa, inaanza saa 3 mpaka saa 3:30. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante. Katibu.